zako rafiki zangu, kila mtu uliko hapa katika hii tamufia yetu, ninakwambia uko siku nzuri sana. Hii siku tunaona vitu tofauti katika hii tamufia yetu, inaitwa ndoa. Hii ni tamufia kama love story kwa lugha ya Kiingereza. Tunaona Kiduchu na Pasali katikati kwa hii tamufia yetu inaitwa ndoa. Sasa hivyo ninakwambia vitu vitofauti kama vitu vinazungumzwa kwa hii tamufia yetu. Watu wote wanaipenda hii tamufia yetu wanasema Kiduchu na Pasali wamekutana. Baada ya kukutana, Pasali aniambie Kiduchu anataka waende katika muji wako. Baada ya kutoka nyumbani ya Kiduchu, mnaelewa vitu anayekutana na hivyo, kama kukutana na mama wa Kiduchu akamwambia vitu vibaya, mambo mabaya sana. Kwa hivyo amerudia katika kijiji, amekutana na Kiduchu. Mnakumbuka Kiduchu alikuwa na mvulana anampenda sana katika kijijini. Huo mvulana anapenda Kiduchu sana. Kwa hivyo Kiduchu anayependa mtu wa kwanza, mtu mmoja. Huo mtu ni Pasali. Sasa leo watu wengi tunapenda vitu vitofauti kama huyu Pasali, kama huyu mvulana uliko katika kijijini tunayependa watu wengi. Kwa hivyo mtu akapenda mtu mwingine kwa kipande cha huo mtu anayependa kama mtu mwingine. Kwa sababu gani watu tutapenda watu wasitupenda? Kama watu hatupenda. Kwa hivyo kwa lugha ya Kiingereza you can love a girl just for real, for lifestyle. Huo mtoto, huo msichana, she's don't love you just to you understand. To these films you can see kama Kiduchu kwa hivyo vyote kama leo kwa maisha yetu tunayoona vitu tofauti. Mtu akapenda mtu mwingine kwa muda mrefu, wamekutana wakasimama hantu wakazungumuza kwa vitu vitofauti. Unakumbuka huyu Pasali amekutana na msichana katika barabarani, katika muji. Wamekutana baada ya kuona mke wake mchitinga. Mke wake alimchitinga, akutana na msichana katika chumbani. Baada ya kukutana, amekumbuka mtoto wake, akasohoka katika chumbani. Kwa hivyo yote ninakwambia huyu Pasali alikuwa na moyoni mzuri kwa vitendo vyake, na wewe ulikuwa na moyoni mzuri kwa maisha yako
una moyoni mzuri. Nakwambia make sure subscribe.